Katika bara linalochipuka kisiasa na kiuchumi, Tanzania imerudia ukurasa mpya, lakini na sura ile ile. Rais Samia Suluhu Hassan ameapishwa kwa muhula mwingine wa uongozi, tukio linaloashiria uthabiti wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia kuzua maswali kuhusu hatma ya demokrasia ya kweli. Wengine wanasema ni ushindi wa kuaminiwa, wengine wanaona ni ushindi wa kudhibiti, na huku mataifa jirani yakifuatilia kwa makini, dunia inajiuliza, Tanzania inaelekea wapi? Karibu kwenye mashua ya makala, nami ni Isa Mashua. Hii ni sehemu tunachambua matukio kwa undani, bila woga na bila upendeleo. Kabla tujasafiri ndani ya simulizi hii, tafadhali subscribe Mashua TV Kenya kwenye YouTube, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na makala zetu za uchambuzi wa kijamii, kisiasa na kiuchumi kutoka mashariki mwa Afrika. Tarehe 3 Novemba mwaka 2025, jijini Dodoma, upepo wa kisiasa ulipuliza kwa nguvu mpya. Samia Suluhu Hassan alikula kiapo cha uaminifu mbele ya maelfu ya watu na wageni wa heshima, akiahidi kulitumikia taifa kwa moyo wa amani, umoja na maendeleo. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na viongozi kadhaa wa Afrika Mashariki, akiwemo Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, ambaye alimsifu kwa uongozi wa uthabiti na dira ya maendeleo. Lakini nje ya uwanja wa sherehe, hali haikuwa tulivu. Ripoti kutoka Reuters na AP News zilisema mamia ya wanaharakati walizuiwa kuandamana. Interneti ilipunguzwa kasi na walau watu 10 walipoteza maisha katika maandamano ya baada ya uchaguzi. Tuangazie muktadha wa ushindi. Samia alishinda kwa zaidi ya 97% ya kura, matokeo yaliyovunja rekodi, lakini pia yalivunja imani ya baadhi ya wananchi. Vyama vya upinzani vilidai vimezuiwa kushiriki ipasavyo, na mashirika ya kimataifa yakasema ushindi huo ulikuwa wa kiufundi zaidi kuliko wa kisiasa. Lakini hata hivyo, serikali ya Tanzania ilitetea uchaguzi huo, ikisema ulikuwa huru, wa haki na ulionyesha imani ya wananchi kwa kiongozi wao. Kwa upande wake, Samia alijiona si kama mshindi wa kura pekee, bali kama mshindi wa uthabiti. Mwanamke aliyeingia Ikulu kwa wakati mgumu, na sasa anataka kuandika ukurasa wake binafsi katika historia ya Afrika. Katika hotuba yake ya kuapishwa, alitoa kauli iliyotafsiriwa kwa namna nyingi: maisha yaendelee. Maneno hayo mepesi kwa kusikia, lakini mazito kwa tafsiri. Kwa wafuasi wake ni wito wa amani, maridhiano na kujenga nchi. Kwa wakosoaji ni kauli ya kuendelea na mfumo ule ule bila kujibu maswali magumu kuhusu wajibikaji, uhuru wa kisiasa na haki za binadamu. Samia aliahidi kuendeleza sera za uchumi, kukuza uwekezaji na kuimarisha nafasi ya Tanzania kwenye Afrika Mashariki. Kwa wengi, hilo linamaanisha mwanzo wa kipindi cha ujenzi wa miradi mikubwa, reli, bandari na usafirishaji wa umeme, lakini changamoto za kisiasa bado zipo. Leo hii Tanzania imebaki kuwa mfano wa utulivu barani Afrika, lakini ndani yake kuna sauti za tahadhari. Kuna wale wanaoamini kwamba utulivu bila upinzani wa kweli si demokrasia, bali ni ukimya wa kulazimishwa. Samia Suluhu amekabiliwa na mtihani wa kipekee, si wa kushinda upinzani, bali wa kushinda historia yake mwenyewe. Ana nafasi ya kugeuza hofu kuwa imani na ushindi wa chama kuwa ushindi wa taifa. Hii ndiyo kazi ngumu zaidi kwa kiongozi yeyote barani Afrika. Kuna kitu kingine kinachofichwa kwenye simulizi hii: nguvu ya ushirikiano wa kikanda. Museveni wa Uganda amempongeza. Rais Ruto wa Kenya ametuma salamu za matumaini ya ushirikiano. Na wachambuzi wanasema Tanzania sasa ina nafasi ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara ndani ya Afrika Mashariki. Mradi wa bomba la mafuta kutoka Hoima hadi Tanga, miradi ya reli na bandari za kimkakati, yote yanaifanya Tanzania kuwa kiungo muhimu kati ya mashariki na kati mwa Afrika. Lakini swali linasalia: je, siasa zake za ndani zitaunga mkono maono haya kikanda au yatazuiwa na utamaduni wa chama kimoja? Vijana wa Tanzania wanasema wanataka maendeleo, lakini pia uhuru wa kusema. Wafanyabiashara wanataka uthabiti, lakini pia sera zinazoeleweka.
Wanawake wanataka kuonekana kama sehemu ya maamuzi, sio mapambo ya kisiasa. Hii ndiyo mizani ambayo Samia lazima aishike, kati ya nguvu na maelewano, kati ya maendeleo na demokrasia. Mwanamke huyu sasa ni alama ya matumaini, lakini pia kipimo cha ukweli wa kisiasa Afrika. Tanzania imeanza sura mpya, lakini kalamu bado ipo mikononi mwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kama ataandika historia ya kweli, itategemea si tu miradi mikubwa atakayoijenga, bali imani atakayowasha ndani ya wananchi wake. Kwa sasa dunia inatazama Dodoma, na sisi pia tupo macho. Mimi ni Isa Mashua na hii imekuwa Mashua ya makala kupitia Mashua TV Kenya. Tafadhali subscribe, shiriki video hii na tuendelee kuchunguza bara letu kwa macho mapya na akili zilizo huru.